yako. No matter you don't see people, the Spirit of God is with you, and that Spirit is to strengthen you so that you may stand up again and do something good. Joshua alikuwa na roho ya vita. Alikuwa mtu. Joshua was a man of war. He was not just a servant of Moses. Aaron and other men like Caleb, they were servants of Moses. But na alipokupea anataka one vile utatumia. I'm talking about how you can multiply that blessing. Ikija kwako haitawahi kuisha, kwa sababu Mungu atapata chake, na Mungu akipata chake naye anahakikisha nao chako kinakuja. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. 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 Maisha yangu ninayaleta kwako, unitawale Bwana. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Naja kwako nanyenyekea yawe, uniwezeshe Bwana. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Kilio changu ninakileta kwako, wewe ni Mungu wangu. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Naja kwako nanyenyekea yawe, usiniache peke. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Nakuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Ibada zangu ninazileta kwako, uzikubali Bwana. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Maisha yangu ninainua kwako, wewe ni Mungu wangu. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Mapito yangu ninayaleta kwako, yarahisishe Bwana. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Na nyumba yangu ya kuhitaji yawe, uikomboe Bwana. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Mawazo yangu nayainua kwako, nipe amani yako. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Naja kwako natarajia yawe, nipe kibali Bwana. Na kuabudu Bwana, niguze tena Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana ni wewe, mtawala wa milele. Maisha yangu yote, maisha yangu, Bwana ni wewe, mtawala wa milele. Moyo wangu mimi, moyo wangu, Bwana ni wewe, mtawala wa milele. Hatua zangu zote, hatua zangu, Bwana ni wewe, mtawala wa milele. Imani yangu mimi, imani yangu, Bwana ni wewe, mtawala wa milele. Mapito yangu yote, mapito yangu, Bwana ni wewe, mtawala wa milele. Nyumba yangu mimi, nyumba yangu, Bwana ni wewe, mtawala wa milele. Maisha yangu yote, maisha yangu, Bwana ni wewe,
zote njia zangu. Bwana ni wewe mtawala wa milele. Imani yangu Baba, imani yangu, Bwana ni wewe mtawala wa milele. Maisha yangu yote, maisha yangu, Bwana ni wewe mtawala wa milele. Na nafsi yangu Baba, nafsi yangu, Bwana ni wewe mtawala wa milele. Baba wa milele, Mungu Baba wa milele, Baba wa milele, Baba na kuabudu. Baba mwenye uwezo, Baba mwenye uwezo, Baba mwenye uwezo, Baba na kuabudu. Mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana tawala, mwambieni Bwana tawala, mwambieni Bwana tawala, mwambieni Bwana tawala, mwambieni anaongoza, mwambieni Bwana ongoza, mwambieni Bwana ongoza, mwambieni Bwana ongoza. Ninajua unanipenda, ninajua unanipenda, ninajua unanipenda, ninajua unanipenda. Mambo mengi umenitenda, mambo mengi umenitenda, mambo mengi umenitenda, mambo mengi umenitenda. Pamoja yake ni msamaha, moja yake ni msamaha, moja yake ni msamaha, moja yake ni msamaha. Mara ya pili unanichunga, mara ya pili unanichunga, mara ya pili unanichunga, mara ya pili unanichunga. Macho yako yanitazama, macho yako yanitazama, macho yako yanitazama, macho yako yanitazama. Ninajua unanijali, ninajua unanijali, ninajua unanijali, ninajua unanijali. Mapito yangu naleta kwako, mapito yangu naleta kwako, mapito yangu naleta kwako, mapito yangu naleta kwako. Maisha yangu ya kuhitaji, maisha yangu ya kuhitaji, maisha yangu ya kuhitaji, maisha yangu ya kuhitaji. Kilio changu naleta kwako, kilio changu naleta kwako, kilio changu naleta kwako, kilio changu naleta kwako. Nakuomba usiniache, nakuomba usiniache, nakuomba usiniache, nakuomba usiniache. Vita zangu naleta kwako, vita zangu naleta kwako, vita zangu naleta kwako, vita zangu naleta kwako. Nifundishe kama mtoto, unifundishe kama mtoto, unifundishe kama mtoto, unifundishe kama mtoto. Nikichoka uniokoe, nikichoka uniokoe, nikichoka uniokoe, nikichoka uniokoe. Nikisahau nikumbushe, nikisahau nikumbushe, nikisahau nikumbushe, nikisahau nikumbushe. Nikishindwa usiniache, naomba nikishindwa usiniache, nikishindwa usiniache, nikishindwa usiniache. Maisha yangu Bwana Yesu
ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Wewe msaada na nguvu zangu, ninakutegemea wewe. Kwa njia zangu zote Bwana, ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Njia zangu zote Bwana, zinakutegemea wewe. Wokovu wangu siku zote unakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Na bila wewe mimi siwezi, nakutazamia wewe. Kwa njia zangu zote Bwana, ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Wokovu wangu ewe Bwana, unakutegemea wewe. Mapito yangu yote yawe yanakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Mwambie maisha yangu Bwana Yesu, ninakutegemea wewe. Maisha yangu Bwana Yesu. Inua, inua, yes. Inua, inua, yes. Tukuza, tukuza, yes. Tukuza, tukuza, yes. Bariki, bariki, yes. Bariki, bariki, yes. Piga vingelengele na shangwe kwa cheza Yesu, cheza, cheza Yesu, cheza, cheza, cheza Yesu, cheza Yesu, weza. Ninarudisha sifa kwa Mwokozi, nimekombolewa. Haleluya. Narudisha sifa kwa Mwokozi, nimekombolewa. Haleluya. Ninarudisha sifa kwake Bwana, nimekombolewa. Haleluya. Narudisha sifa kwa Mwokozi, nimekombolewa. Haleluya. Ninalotabasamu la hakika nimefunguliwa. Haleluya. Narudisha sifa kwa Mwokozi, nimekombolewa. Haleluya. Ninazo shukrani kwake Bwana, nimehifadhiwa. Haleluya. Narudisha sifa zote kwa Mwokozi, nimekombolewa. Haleluya. Ninalotabasamu la hakika nimehifadhiwa. Haleluya. Narudisha sifa zote kwa Mwokozi, nimekombolewa. Haleluya. Ninacheza cheza bila shaka, nimefunguliwa. Haleluya. Narudisha sifa zote kwa Mwokozi, nimekombolewa. Haleluya. Shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oh, shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oh, sifa na tumuinue Mwokozi Yesu. Shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Imba na tumuinue Mwokozi Yesu. Shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Cheza na tumuinue Mwokozi Yesu. Shangwe na vigelegele na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ona vigelegele kwa Bwana Yesu. 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 Bwana Yesu ana mere.
Ukaniwezeshe kwa yote Baba, naomba nitembee nawe milele. Milima na mabonde naomba ukanivukishe salama. Baba, naomba nitembee nawe milele. Nipe kibali Baba, naomba nikakuishie kwa yote Baba, naomba nitembee nawe milele. Siache nikashindwa, naomba ukanishindie kwa yote Baba, naomba nitembee nawe milele. Nizungukwapo Baba, naomba ukaniokoe kwa yote Baba, naomba nitembee nawe milele. Kule sijui Baba, naomba ukanijulishe milele Baba, naomba nitembee nawe milele. Wakati wa mateso naomba ukanitetee milele Baba, naomba nitembee nawe milele. Katika vita Baba, naomba ukanishindie kwa yote Baba, naomba nitembee nawe milele. Kule sijui yawe, naomba ukanijulishe kwa yote Baba, naomba nitembee nawe milele. Nitembee nawe Milele. nawe Milele. nawe Milele. nawe Baba niwezeshe nitembee nawe unisaidie nawe unipe hekima nitembee nawe nitembee nawe nitembee nawe nitembee nawe nitembee nawe inua tukuza bariki piga vingelengele na shangwe kwa Yesu. Twaliinua jina lako, twalitukuza tukisema Bwana wastahili. Wewe ni Mungu mwaminifu na hakuna Mungu mwingine mwenye uwezo kama wako. Roho Mtakatifu, wewe ni Roho wa Bwana, uko na uwezo na wewe ndio uko na kina cha uwezo wa Mungu wa mbinguni. Achilia Bwana neema na kibali kwa hii mioyo, tukaweze kusikia hili neno na likaweze kutujenga na tukaweze kutoka kwa uoga tukaingia katika area ama tukapate katika maeneo ya ujasiri. Ondoa chochote ambacho kinatisha mioyo ya watu hawa na kwamba tukaamini ya kwamba inawezekana. Katika jina la Yesu Kristo aliyeko Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na atakuamini. Sema amina. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri sana hapo.
Anasema umpigie Bwana Yesu makofi mazuri. We are talking about finishing strong this year, and we are going to finish strong because the Lord is our shepherd. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tunapoenda kujifundisha haya maneno kaya tafakari. Maandiko yanasema kuna maneno ambao yalinenwa kwa Mariamu na malaika wakati alitembelewa. Ukisoma katika kitabu cha Luka 1:26 utapata kwamba wakati malaika alitembelea Mariamu kwa kusaliwa kwa Yesu Kristo, kuna mambo alimwambia, na maandiko yanasema na Mariamu akaweka hayo maneno kwa moyo wake. Na maandiko yanasema katika John chapter 2, wakati walikuwa katika harusi ya Kana, chenye kilisababisha muujiza ni yale maneno ambao Mariamu alikuwa ameweka ndani yake, ya kwamba huyu mtoto alikuwa amebeba sio mtoto wa kawaida, na alipomzaa alijua kabisa si wa kawaida. Na hata anapomwendea katika Yohana 2 anaenda kumwambia ya kwamba defy measure. Na maandiko yanasema Yesu alimjibu as if it is a bit of arrogance na a rough language, akamwambia niko na nini na wewe mwanamke. Hakumuita mamake. Bwana asifiwe. Meaning number 1, Mariamu alikuwa ametambua the authority of the Messiah, and Jesus was responding to her not like the mother, but like now the Messiah speaking to the church. Kwa hivyo anapomwambia niko na nini na wewe mwanamke, Jesus is addressing the church. Bwana Yesu asifiwe. He was not addressing the mother, because now what was needed to be done was in the level of the messianic. Ilikuwa katika level ya Masihi, na hakuwa amekufa ndio sasa aweze kuachilia nguvu, lakini alikuwa na uwezo bado wa kutenda kama angetambuliwa na mtu. Ndio unaona miujiza nyingi ambayo Yesu alifanya alipokuwa hapa duniani ilitegemea na imani ya watu sana sana. Most of them ulikuwa nasikia anauliza mtu, waamini ninaweza? Waamini. Are we together? Anaambia no, anamwambia ukiamini, because I've not already paid the price. Bado sija convert, but still the power is inside me. So wakati mama anamwambia defy imekuja, anamuuliza niko na nini na wewe mwanamke, inamaanisha I'm addressing the church, that if only the church will persist, I will do it. Maandiko yanasema akamwacha na akaambia wale watu chenye atawaambia mufanye, because namjua. He didn't know Jesus as a son, but she knew Jesus as the Messiah. There is an information alipata kutoka kwa malaika, na maandiko yanasema walipoifanya ikatoa result. We need to understand we are going to finish strong, not because we are strong, but because he is strong. Kwa hivyo lazima upuuze chochote ambacho kimekuzunguka na kinakuonyesha iwezi katendeka, ujue ya kwamba inaweza katendeka. Na kuombea leo tunapoenda kujifundisha mambo haya, amini ya kwamba we are finishing strong. Sema amen. 1 Kings 17 verses 3, Wafalme wa kwanza 17, Wafalme wa kwanza, 1 Kings 17. May the Lord help us. Kama umefika sema amen. Let us start from verses 1 up to verses 3, then we'll go to verses 7. I will speak about what I want to talk about. Inasema, and Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew now of rain this years except at my word. Verses 2, then the word of the Lord came to him, saying, get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. Verses 7, and I'm sorry, Saba. And it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, saying, arise, go to Zarephath, which belongs to the Sidon, and dwell there. See, I have commanded a window there to provide for you. May God bless his word. Amen. Sema amen. Sema amen kubwa. Angalia mtu mwambie it shall be well with you. Maandiko yanasema katika Isaiah 3:10, go and tell the righteous it shall be well with them, and they shall eat the fruit of their doing. Bwana Yesu asifiwe. Ambia wenye haki ya kwamba itakuwa vema kwao na watakula matunda ya matendo yao. Nataka uelewe ya kwamba
when you see such a statements in the Bible, it means that something wrong is happening before our eyes, before our ears, before our thinking. Something which is not right is happening. But there is a group of people that is being separated from focusing on what is happening. Kuna kikundi cha watu ambao wanatofautishwa, wasije wakaangalia kile kinaendelea, wasije wakasikia kile kinasemwa, wasije wakawasa kile ambacho wanasikia hata ndani yao, lakini waambiwe itakuwa vema kwao. Kwa sababu gani? Ni Bwana ametumana kwa watoto wake. Nimekuja niongee na wewe ya kwamba kutoka leo, amini ya kwamba una nguvu, ulipewa nguvu. Hauna uwezo, umepewa uwezo. I'll be speaking about when nature fails. When nature fails. Wakati mambo ya dunia hii, wakati chochote ambacho naangalia hakina uwezo, what should you do? When nature fails, I want you to think about this as we continue, that you need to tap from defined brook. When nature fails, prepare to tap from the defined brook. Mambo ya kawaida, mazingira yakikwama, mambo ambao watu wanategemea yakiwa na shida, mahali ambao unajua ya kwamba this is my main profession, when it fails, you must create a spirit that can tap from defined brook. Kuna kito cha Bwana huwa akikauki. Kuna kito cha Bwana. There is a river, there is a brook somewhere that God only knows where it is. Ni Bwana hujua hiki kisima kiko wapi. Ni Bwana hujua huu mto uko wapi. Kuna mahali Bwana ameweka maji ya uzima wa milele. Na ni lazima tuelewe. Maandiko yanasema mtumishi wa Bwana anasimama na anasema kwamba kutakuwa na ukame, na immediately akimaliza Bwana anamwelekeza, anamwambia enda kwa kito Kidron. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo utalishwa na kunguru na kuna maji. Alafu now you need to understand, the first one was because of the famine. Njaa iko katika nchi, lakini sasa ameelekezwa mahali atakuwa na kunywa maji pamoja na chakula. Pia nayo maji yamekauka. Nature is drying up. But the brook which is defined is not drying. The word of God is a continuous brook. It is a continuous river that supplies to your life. Wapendwa, rudini kwa Mungu. Amen. Nasema turudi kwa Bwana. We are wasting a lot of time and energy trying to understand. You can't understand because the seasons of this world will change accordingly. But for us who are called by his name, nasema kwa wale tumeitwa kwa jina la Bwana, tusije tukategemea kile kinaendelea. We should not look around and see our lack. We should not depend on what we are seeing around, because vitu vyote unavyoviona vinaweza zikafika wakati zikakosa kutoa kile ulikuwa unasoea kupata kutoka kwake. Wakati unafika napata kitu hakina maji, wakati unafika kwamba nchi yenyewe haina chakula, kuna ukame, lakini there is a defined brook. As the word of God was still continuous to this prophet, there was always a supply. No matter what nature responded, heaven was powerful than nature. Mpendwa, nataka nikwambie kutoka leo, let us put our minds and watch according to the kingdom of God. Na tusije tukakaa tukijua ya kwamba sisi tuna uwezo. Mpendwa, ukajua mitego yenye adui amekuwekea saa hii na nyumba yako, ndio utajua ya kwamba you are not safe, you are saved. Ukajua mitego ambayo adui ameweka. Hivi unaona mandhari yako mazuri na mambo yanaendelea vizuri na watu wako katika up and down wanakimbia kwamba mwaka umeisha. Some people will not even cross this year, not because they are sick. Mpendwa, there are so many. Kuna mitego nyingi katika anga, na unless tumwegemee Bwana aonaye kwa siri na anatujibu kwa wazi, hatutatoboa. Na ndio sababu nasema mambo yote ambayo unaona katika maisha yako, everything before you can dry, but the divine brook cannot dry.
Bwana akusaidie umtegemee yeye na umwegemee yeye, na ujue ya kwamba vitu vyote unaona, unless Bwana asupply, you are wasting time to depend on them. Kitu chochote ambacho kimetoka kwa wanadamu, chochote kinakuwa supplied na mazingira ya kawaida, kisiwahi kukudanganya ukarelax. Yesu alipeana mfano, akasema mtu mmoja alilima na shamba lake likawa na uzao, na alipoenda kuvuna, maandiko yanasema alianza akimuita tajiri. Akasema tajiri moja shamba lake lilizaa na akawa ako na mavuno, akajaza magala yote. Maandiko yanasema na bado shamba ikawa na mavuno. Na yule mtu akasema ya kwamba sasa sijui nitavuna niweke wapi, manake kila gala imejaa. You see, now nature had supplied all what this man wanted. Even the heart of this man was at rest because everything was working. But something he didn't know, that the heart that he should enjoy belongs to God. Maandiko yanasema usiku huo Bwana akamwambia, roho yangu naitaka mfumbavu wewe. Bwana Yesu asifiwe. So roho yangu, nichukue roho yangu na ubaki na magala yako ya mahindi, ubaki na vitu vyako, ubaki na banki yako, ubaki na maakaunti zako zimejaa pesa, nichukue roho. Alafu hiyo mwili tuone vile ta enjoy. Wapendwa, let us tap from the divine brook. Kama utaringa ya kwamba una uwezo, sema una uwezo, kwa sababu maandiko yanasema Filipi 4:13, I can do all things through Christ who strengthens. Na ndio sababu nimekuja asubuhi ya leo nikwambie ya kwamba hivi mwaka unaenda kuisha, wacha kuangalia kile ambacho unaona mbele yako. Within a very short time, God can change everything before you and make it better within 24 hours. Nasema you need to know there is a divine brook which men cannot be on. Maandiko yanasema katika 2 Kings chapter 7, mtumishi wa Bwana Elia anasimama, all of a sudden anaambia watu, this is what the Lord is saying, not me. The word of the Lord. Listen to the word of the Lord. Because the word of God is a divine brook. Neno la Bwana ni kisima kisichokauka, ni mto ambao hauishi maji. Anytime God speaks, it overflows. Now as I speak, it is overflowing to you, and every kind of scarcity in your life is being answered. Upungufu wako unajazwa na hii neno naongea. That is why you must listen to the word of God carefully. Maandiko yanasema, akasema msikize neno la Bwana linasema. That is 2 Kings chapter 7. Kesho masaa kama haya, tomorrow a time like now. Sikujua alikuwa anaongea saa 6, alikuwa anaongea saa 12, alikuwa anaongea asubuhi, lakini ile masaa ilikuwa usiku huko wamefika. Akasema kesho kama saa hii. Are we together? Unga msafi. Mpendwa, there is a divine brook. And that brook does not dry. All the time, although you may be surrounded, although unaweza kufika mahali ukawa kwamba now you are surrounded by the army of troubles, army of fear, army of seeing nothing good, but there is a divine brook that supplies water which is everlasting. It is the word of God. Akasema it didn't come with containers. Akuja na mahindi, anaongea tu, anasema kesho unga msafi utauzwa kwa malango ya Samaria shekeli 2 na shekeli 1. He defined even the price and the quality, because God does not bring something that has not been researched. Tupigie Bwana Yesu makofi. So Mungu hakusema kesho mtapata unga, hata mkikuta iko namna gani msiwe na wasiwasi, ndio Mungu atakuwa amelete. Mungu si mheshimiwa. He is the Lord. Yeye ni Bwana. Anasema kesho unga msafi, na ana divine price na ana divine quality. Now the quality was good, but the price was low. This is how God is powerful. Tupigie Bwana Yesu makofi. This is how God is made. Imagine it was quality, fine flour, but the payment was very low. Why? God supplies like that. There is a cost you will pay, but the quality does not match the cost. The quality will be high. Nasema hivi, siuingie kwa hizo kwa ya Bwana. Maandiko yanasema the following day it was like so. Why? There was no rain. Nimesema tap from the divine brook. Kuna kito cha utakaso. It is a brook that is sanctified. It does not bring water because there is water. It brings water because the owner has spoken.
Nasema hivi, unaona giza mbele yako, before we finish this service you will be full of light. Pigia Bwana Yesu makofi. There is a defined brook. Now that is why I'm saying we are finishing strong. When I say that, don't look at your account, don't look at your M-Pesa, don't look at what you have now, don't look at your salary, look up. Pigia Bwana Yesu. Wakati nasema utamaliza vizuri, wacha kuangalia benki, wacha kuangalia kwa mfuko, wacha kwenda kwa account yako, wacha kurudi kwa nyumba yako, tazama juu mbinguni. Pigia Bwana Yesu. There is a word which is coming. The man of God was just told, teremuka. Maandiko yanasema alipofika hata kito chenyewe kikakauka, but the word of God was still powerful. Amuka, enda Sarefas. Nimeandaa. Every time there is dryness, every time nature is not supplying, the word of God is still supplying. May we rely on this word. Pigia Bwana Yesu makofi. Nasema pigia Bwana Yesu makofi. Nasema from today, Bwana asifiwe, the word of God is not a normal brook. Ni kito chenye uzima, ni kito kinatoa maji yenye, ni chemchemi ya maji yenye inatoa maji yenye uzima wa milele, si wa siku moja. Na that is why I'm saying watu sasa wako mbioni kufanya mambo because they think that they have finished everything. They need to know God more now because he is the supplier of 2021. This same river in 2021, in January, may you be a friend, may you amend your relationship, may you come near God more than you have come near him, because we are crossing to another year and only God knows what will happen. Pigia Bwana Yesu makofi. Nasema ongezea hayo makofi. Ayubu 28 na mstari wake wa 7. We are talking about when nature fails, when all what you depend on is not working. Tough from the defined brook, when everything is not working. In the book of Job, Ayubu 28 mstari wake wa 7, 28 verse 7. Kama umefika sema amen. Anasema kwamba he is talking about a path. Sema anaongea kuhusu kuna njia. Si huyu bwana siku moja akutembelee, si hii sauti siku moja mtu wako wa ndani akubaliane na hii sauti, utacheka watu wakilia. Nasema utacheka kwa mazishi watu washangae, whether you know what you are doing. It is because you are not for them, you are for the king. Babako ni tajiri na anaweza badilisha hali yoyote. Job 28 verse 7. Let me read. Inasema there is a path which no vow knoweth, and which the vulture's eye hath not seen, the lion's whelp have not trodden, now the fierce lion passed by it. Kuna njia. And what the writer has explained here, it is very powerful. Ya kwamba hii njia ndege wa angani hawajawiona. Do you know why he is using this word? Kwa sababu ndege wa angani wanajulikana, they are specialist. Ndege wanaweza toka hapa saa hii na waende na wafuke bahari. Are we together? Na waende nchi zingine kama India and wherever. Na imagine watakapoanza kurudi, hawataikosea njia. They didn't put a mark, they did nothing, but they don't miss a path. Ndege sikitoka hapa siende Uganda, sikianda kurudi, wanarudi na ile njia walikuja nayo, na asipotei, na wachanje alama, na wana simu. Wewe sasa tukakupeleka tukawangware na tukakuacha, kitambo rudi hapa Machakos, utakuwa umeuliza watu 500. Ndege aiulizi njia na hakuna siku ita miss. But the Lord is saying there is a path that even these flying fowls, these vultures of the air have never seen. Mpendo, what people are doing is not the standard. God is the standard. Wacha kusema utabanya kazi gani, wacha kusema nitafungua biashara gani. You are asking too many questions, and you need to understand. Or rather than asking questions, you pray.
Stop asking questions. Atiza nikipata pesa nitaanzisha nini? Hizi kazi zote watu wameanzisha, biashara zote watu wameanzisha. There is a defined brook. When God shows you that brook, nobody else taps from that brook. Nchi yote ina ukame, lakini kuna kito chenye maji, na mtumishi wa Bwana peke yake Elia ndiye anakunywa hapo peke yake. Hatukusikia watu walikuwa wanakuja hapo wanachota maji. Never. Nobody knew that river. And you know what a river does? Inapitanga mahali kwingi. But this brook was for this man of God alone. There is a spiritual way. There is a spiritual path that only God knows. If only you abide in him and he in you, it is over. Mpendwa, hivi tunamaliza mwaka. Abide in the Lord. Wapendwa, nimekwambia hivi, you have seen men who have ruled through their wealth. You have seen men who have ruled through their work. Wamefanya kazi mpaka wakitoka wanapewa wanapewa presents, wanakuwa wanatambulika, wanapewa mpaka pesa wakiretire. Lakini haikuzuia magonjwa na haikuzuia kisirani kwa maisha yao. There is a brook when you tap from. Kuna kitu ukikunywa maji ndani yake. That water is for healing. Hiyo maji peke yake inaponya, na hiyo maji peke yake inakupa afya, na hiyo maji peke yake inakulinda. So it is not about the water, it is about what it can do. Wewe ni rafiki ya Mungu. Watu wenu wako retire. Enda nyumbani ukawasalimie. Disemba hii ukirudi uniambie. Utarudi waabudu Mungu. Utajua huyu alikuwa anafanya kazi wapi? Are we together? Na alikuwa anaitwa nani? Na alikuwa na pesa kiwango gani? Alafu mkute sasa. Anaweza kuwa bado ako na hizo pesa na mnamuita hiyo jina, lakini muulize, atakwambia mwili una shida. I don't know whether you are listening to me. Kama wanaweza tibiwa Dubai, basi wana pesa. Dubai yendi na baisikeli. But how comes all this money? Haiwezi wasuia kupelekwa Dubai kutibiwa, because this water, the river, the brook they are tapped in, it is not the brook which is divine. Kina cha maji yao akijatoka kwa Bwana, kina cha maji yao kimetoka kwa dunia. Inafikanga mahali akiwezi kukupea maji tena. Maji yake yanakuwa machungu. Mwili una uchungu, maisha yana uchungu, kila kitu imekuzunguka ina shida. But from today, si turudi kwa kito cha Bwana cha utakaso, tukachote maji. Andiko inasema kwa Ayubu 28 mstari wa 7, kuna njia ambayo Bwana peke yake ndiye anaijua. Mpendwa, ukiwa rafiki ya Mungu utaanza kitu from nowhere, lakini mahali utakuja kumalizia ndio utajua ulikuwa na Mungu. Mpendwa, wacha kutazama watu wanafanya nini, tazama Mungu anataka kufanya nini na maisha yako. Tumekosea sana na tumecheleweshwa na tumeteseka tukikopi watu. Tumeona huyu ameweka biashara ya cereal anaendelea, na mimi nasema nitaanza cereal. It is not about the business. It is about who is supplying. Naongea na wewe. Kuanzia leo kwa rafiki ya Mungu. Just a friend of God. Let everybody decide you, but never allow God and the Spirit of God to decide you. Kwa rafiki ya Mungu, manake yeye peke yake ana mahali anaweza akakuonyesha. Watu wote wakiwa wamesimama hapo na hawajawahi paona. Anasema mpaka simba wale wakali hawajawahi pita hiyo njia. Ni njia Bwana ameificha. Ni njia ambayo akikufungulia leo utakuwa pioneer wa biashara. God does not need you to follow people. Follow Jesus only. Don't follow people. Alisema yeye mwenyewe tu, Matthew 4:19, follow me and I'll make you fishers of men. Follow me, don't follow men. I'm talking to you. Ukimfuata yeye atakufanya mvuvi wa watu. Imagine you don't know even the formula, lakini ataifanya. Na wewe si umfuate leo akuonyeshe njia ambaye hajaionyesha mtu. Kwa rafiki ya Mungu. Nasema kwa rafiki ya Mungu. When nature fails, there is a way. Wakati unasema kazi ziko hivi, niko na wasiwasi mambo yangu haiendi vizuri, there is still a path that men have never seen. Na kama unaweza kuwa rafiki ya Mungu, atakufungua macho, utaona vitu ambao watu hawajaiona. Nasema wacha kufuata karia ya babako, wacha kufuata karia ya ndugu yako. Kuna karia Mungu ameweka ndani yako, hata ndugu yako hajaiona. Nasema Bwana akusaidie, akufungue macho ya rohoni, atakuonyesha kitu cha kufanya mpaka ushangae. How comes watu hao wote wamekuwa huku for all these years, they have never seen this?
It is because it is a defined brook. Haionekanangi na hii macho, inaonekana na macho ya roho. Pigia Bwana Yesu makofi. Ezekiel 47 verses 7 to 10. Ezekiel 47, fungua Biblia yako. In the book of Ezekiel 47, I'm talking about when nature fails, tough from the defined brook. It doesn't matter mambo yako namna gani sahi. Haijalishi uko kazi ama uko kazi. That is not your problem. Inaweza kuwa Mungu ameamua usiwe na kazi, akupee kazi, na wewe bado unang'ang'ana na kazi. Si ungoje Mungu. Inasema hivi, Ezekiel 47 verse 7. Now when I had returned, beyond at the back of the river were very many trees on the one side and on the other. Then said he unto me, these waters issue out toward the east country, and they go down into the desert, and they go into the sea, which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. Number 9. And it shall come to pass that everything that liveth which moves, whosoever the river shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither, for they shall be healed. And everything shall live whither the river cometh. Number 10. And it shall come to pass that the fishers shall stand upon it from Engedi, even unto Eneglaim. There shall be a place to spread forth the nets. Their fish shall be according to their kind, as the fish of the great sea, exceedingly many. It is a defined brook. Hiki ni kito cha Bwana. Ezekieli anasema hivi, na akamleta Bwana akamuonyesha mto ambao ulikuwa unatoka magharibi. I want to explain this clearly because this is a prophetic language. Hii ni lugha ya kiunabii. And this language, if you understand it, ndio nilikwambia, don't walk with the Bible through information. Walk in the Bible through knowledge. Yesu anasema John 8:32, you shall know the truth, the truth shall set you free. Inasema Daniel 11:32, those who know they are God. I want you to listen to that know. It is not about information, it's about research. Inasema those who know they are God, they shall be strong and shall do. Those who have researched about they are God. Inasema Hosea chapter 4 verse 6, inasema my people are destroyed because of lack of knowledge. No. Inasema Isaiah 5:13, inasema my people have gone into captivity because of lack of knowledge. So knowledge, anasema katika kitabu cha Malachi 2 verse 7, anasema ya kwamba in the mouth of my priest I shall put my knowledge, not my information. Watu wengi kile wanatembea nacho sasa ni information. Information inakusaidianga tu kujua, lakini huwezi kuwa hicho chenye umekuwa informed about, na huwezi kukipata sababu ukifanyia research. Knowledge inakusaidia sababu ni wewe utafanya research. So chenye utakuwa kikiongelelea kitakuwa kinatoka ndani yako, manake research, ulifanya utafiti ukakiweka ndani yako. So ukiambia watu you are not trying. Tuna shida saa hii even the church, sababu it is very easy. I can Google search information about messages, na Google tunapata information and I can prepare a very big message. Lakini ajabu ni kwamba mwenye anahubiri message akai hivyo, ako na information, ana knowledge. Okay, umeona watu wanachemuka kabisa, anachemuka kabisa na ana chochote, na si kwamba ana sahi. Muangalie miaka utapata ako 10 years 15 kwa hii kitu. Naweza sema unaweza chemuka kwa mchanga, manake pia mahindi zinaanza kasikuwa ngumu na sinaiva. Yes. But wewe umepikwa na hata ushapita wakati wa kuiva. Akamba taazia ni tondo ye. When you are shouting and you are talking about God, please sit down and listen to that person. Know whether this person has information or has knowledge. These are two things which are very different. Information is I can speak about, hata naweza kueleza mambo ya madawa na vile huwa sinaponya watu na wewe mwenyewe ni mgonjwa. Bwana asifiwe. Inoni ndawela yumazi ya kukoa. Ni saiti ya wame ukiipata hii utawahi koa.
My question is, take it my friend, take it, kunywa. Ana information, ameandikwa na Coca-Cola, lakini yeye si Coca-Cola. Anaweza kuelezea utamu wa Coca-Cola? I'm saying information gives you in a status of, it is like you know but you are not the source. Kwa wale watu wamefanya, let's say banking, are we together? Nafikiri umeona mtu anaku in credit upate loan ya 1 million, 10 million, na mnaandikana ni yana akikusainia ukifika kwa mkubwa inakuwa past, lakini shati yake imekatika kala. Ana information about this money but he is not the source. You don't know about the money. The owner of the bank knows about the money. So to say about something does not mean you know it. You can have information. May the Lord shift you from information to knowledge. Those who know their God. Nimefundisha hapa nikasema, how do we know God? Nikapeana point 6. Kitambo sema unajua Mungu na uko na imani, kuna pointi 3 unafaa kuwa umekutana nazo kabla ya imani. Imani sio wenye uanza. Shida yetu tunaanzanga kwa imani. Imani haiwezi kukusaidia isipokuwa na kitu kingine kimewekwa ndani. That is a school of another day. So whatever Ezekiel is speaking here, 47 from verse 7, anasema nikaja na huyu malaika aliyekuwa nami alikuwa katika ulimwengu wa kiroho. He is talking about a vision he saw. Ya kwamba mto, Bwana Yesu asifiwe. You need to understand the flow of this river. There is some, kuna mambo hapo kiasoma yana, ukiwa mtu wa kuelewa, mtu ambaye akona know, utajua anaongelelea kuhusu Yesu Kristo. He's not talking about a river here. There is a brook you tap in. Wherever it passes, everything is healed. Anasema haya maji yamebeba uponyaji. Mahali popote napita, ikiingia kwa bahari, hiyo bahari maji yake yanapona. Bwana asifiwe. Nimesema naanza kusema verse 7. And when I had returned beyond at the bank of the river, were very many trees on one side and on the other. Then he said unto me, these waters issue out towards the east country. Haya maji yanatoka wapi? Tuko moja. This water is coming from east. I think you understand this. Bwana asifiwe. So you need to understand, when you see the camping of the children of Israel in the tent of meeting, the children of Judah must camp at east. Why? Jesus is the Lion of Judah. He must come from east. That is why East Africa we are blessed. Anything from east is about wealth and protection. That is why we read the book of Job, chapter 1 verses 1. Job was a man from east, very rich, and he had protection from God. Why? He was from east. Haya maji yametoka east, na mahali popote anaingia, mpaka naponya, mpaka samaki. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema hivi, look at this scenario. I'm saying you need to tap from Jesus. Mpendwa kwa rafiki ya Yesu, he is this river. Mahali popote maji yanapita, yanaponya. Hata kama pako namna gani, na kutakuwa na supply. Nasema as we are finishing this year, Jesus is from east. We are relying on him. Anazaliwa sasa. So every celebration is because atutamaliza mwaka na kilio. Sababu if it is from east, our rivers and our waters are going to be healed. It is a brook. It is a brook that never dries. That is why we need to know how to celebrate Christmas. Bwana Yesu asifiwe. And that is why you need to understand, why was he? Ni kwa nini tunasema namna hiyo? It is because the church is the wife of Christ. So if Christ has been born, the church, kanisa imepata mtetezi. Mpendwa, utamaliza huu mwaka na machozi. Nasema utamaliza huu mwaka na kilio. Kunaye aliyesaliwa. Are we together? Na nimesema when I'm talking from east, I'm talking whatever comes from Jesus. Nikasema it is the creation of church. Ukisoma katika kitabu kile cha Genesis chapter 2 verses 19, when you go to verses 20, you find that Adam was made to sleep. Are we together?
Maandiko inasema akawekwa kwa usingizi na Bwana. Maana yake maandiko inasema verses 19 chapter 2 of Genesis verses 19 inasema, na wakati alipeana majina kwa wanyama wote, Mungu akamtazama akakuta yeye hana msaidizi. I'm talking about the church. It is the alpha of man. Mtu yoyote aliyeumbwa na Mungu, usaidizi wake uko kanisani. So Adam, you are powerful. Okay, tuachane na Adam. Wewe you are powerful. Uko na degree, umesoma. Unaweza ukapea wanyama wote majina. You can even, unaweza kutupatia hii vile ambao udongo unaweza kuwa mixed up mpaka uzalishe. Unaweza tupatia the terms of agriculture, animal, whatever, science. Uko na mpaka unatafuta dawa ya COVID, lakini una msaidizi. I'm talking to you. Even those who are researching for the medicine needs the church. I'm talking to you wherever you are. That no matter the knowledge you have, no matter the education, don't joke with this man called Adam. Could name animals. What? Na hakuna mahali Mungu alimweka X. Maandiko yanasema na majina aliyopea wanyama, hata Mungu akayaita tu. Alileta tu akiwa ameyapea majina. Imagine this man, hakukuwa Mungu akiumba, lakini alipea the same names which God had given the animals. It was not about God agreeing with the names. It was about God agreeing, this is my son. Because he can tap from me and give the same names. Maandiko yanasema jina aliloipea mnyama, Mungu hakuibadilisha. Do you know why? Kwa sababu hata Mungu akiumba aliita hivyo tu. So maandiko yanasema alilete kwa Adam aone ataita, aone kama Adam anaweza kuwa kama yeye. My friend, aliwaita majina the same na Mungu. But this man had no helper. Unasikia vile masomo yako yako mazuri na kule kazini unajulikana, unaitwa sijui CEO, unaitwa sijui nani, you can do what you want to do in this world, and even God can comment you are right, but you lack a helper. Maandiko yanasema akalalishwa in a deep sleep. Tuko pamoja? Maandiko yanasema akatolewa nini? Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. So you need to understand, mahali mwanamke alitoka, it is from east. I'll prove to you. I have done research. Mahali mwanamke alitolewa ni east. Ndio nasikia anasemekananga ni chumbe kidhaifu. A woman is a weak vessel. Sababu alitoka left. Tuko pamoja? Alitoka wapi? Sababu watu wengi hawana mkono ya left, watu wengi hutumia right. Tuko pamoja? So huwa tunasema mkono wa kike ni mkono. Unasikia unaitangwa nini? Thank you very much. Yeah, thank you very much. You don't understand this history. This is where you need to understand. It is the weak side. Mahali mwanamke alitoka. And then look at John 19. Fungua Biblia yako John. Nataka nikutoe Genesis nikulete mpaka New Testament. Ndio kenda kulala kwa nyumba upende Yesu kabisa. Amesaliwa wapendwa, amesaliwa. Hata kama hakuna chakula anasaliwa. Supplies coming. This is the unstoppable book. Unstoppable. 1934, John 1934. I'm talking about this river which Ezekiel is talking about. John mekwambia this is a word of revelation. It is not about what he is saying. 1934. He was introducing Jesus. Maandiko yanasema hivi, Yohana 19 mstari wa 34. But one of the soldiers with a spear pierced his side, and the fourth came there out blood and the water. 35 inasema, and he that saw it bear record. It is, and his record is true. And he knows that he said the truth, that he might believe. Umesikia vile pameongezewa mambo ya kwamba aliyesema hii si mtu alikuwa anangesi. This is spiritually discerned. It is very simple. Brother, come here. Stand here. Spread your hands. Okay. Tuko pamoja? Tunajuanga north, east, south, west. Tuko pamoja? So, automatically, this is his left hand. The soldier had the spear on the right hand. Hata kama tujaambiwa. Soldier hakuwa left handed. So alikuwa na mkuki mkono wa kuume. Na huyu ni Yesu. So if I come like this, itabidi nidunge. So maji katoka east. Ule mto kwa Ezekiel 47 umetoka east. Ndoka.
Don't understand this. This is why when you know God, nobody can convince you that it is a lie. Ndio nimekwambia ukiwa na information utachanganywa hapa nje. Mpaka hata wewe mwenyewe uamini kwamba hakuna Mungu. Na kama utaamini uambiwe kuna Mungu mwanamke na Mungu mwanaume. Na uanze kuargue na wao. You have never done a research. Huu mto wa Ezekiel, it is the river, it is the brook that never dries. It is the same river. Anasema na kito kilikuwa kimetoka upande wa nini? Wa magharibi. Are we together? So you must understand. Kiswahili hizi ni mashariki ama ni magharibi? Mashariki. So huu mto umetoka mashariki. Sio mto wa kugezi. Ni mto ambao una supply. It is Jesus. So Yesu alipokuwa amekata roho, angekosa kudunga hiyo mkuki, angekuwa Messiah fake. You don't understand? Angekosa kudunga hiyo mkuki, angekuwa Messiah, angekuwa fake Messiah. Why? Lazima produce the church again. He was Adam. 1 Corinthians 15:45 inasema the first Adam was a living being, the second Adam was a spirit. Bwana asifiwe. He was a quickening spirit. So you must understand ya kwamba Jesus is the second Adam. First Adam akatolewa Eve, second Adam akatolewa the church. Pigia Bwana Yesu makofi. So kabla wamtoe hapo msalabani ilikuwa lazima kanisa isaliwe. So maandiko yanasema alipodungwa mkuki ikatoka maji na damu overflowing from the east, healing the people, giving solution to people. Wapendwa, pendeni Mungu. Pia Bwana Yesu makofi. There is a supply, there is a brook that never dries. Au huyu mtu bado amekufa and the still water can come out. Now this man is dead. He can help you anywhere. He has got no end. It's a continuous supply. Tap from the brook that never dries. It will never fail you. Ni kito cha utakaso. Ukipata maji kutoka kwa hicho kito, maisha yako, nyumba yako, familia yenu, hakuna siku mtakuwa na kilio. Na kabla jambo litendeke, Bwana atakuwa amesubstitute. Hakuna siku Mungu atatoa kitu kama ana kingine. Akisimamisha biashara, anafungua kazi nyingine. Akisimamisha kazi, anafungua kazi nyingine. He will never do anything without substitution. Before he took Jesus up, he left the apostles. Before he took the apostles, the church was left. We are here. Hakuna siku Mungu atafanya jambo na akose kuacha kitu cha kushikilia. Anaitangwa Jehova. Na naongea na wewe. Na kwambia hivyo, unasema mwaka umeisha, haujaisha. This year will never end until the Lord says it is the end. Na ndio nikakwambia we are finishing strong. Not because we are strong, it is because we are tapping from this river. Mahali mtu anapita unaponya. Nyumba ilikuwa na kilio kabla ya mwaka huu, mtacheka. Maisha yalikuwa na mwangaiko, kazi hujui biashara itakuaje, mpaka next year saa hiyo umeprogramu, unaona unaweza kubadilisha biashara. Don't change it. Wait for the Lord. Pigia Bwana Yesu makofi. Wait for according to what you see. Kulingana na vile wewe unaona na vile unasikia na vile watu wanasema, hata wewe unaona kwamba hakuna kitu. Mpendwa, don't trust on them. Trust this brook that never dries. Everything can dry in your life. This river will never dry. It will supply fresh water 24/7. Sema nimesikia. Sema kuanzia leo nitashikilia hapo. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. In the book of Psalm 46 verses 4. Psalm 46 verses 4. We are talking about when nature fails. Wakati kila kitu ambacho unakuwa na tegemea cha dunia hii, mazingira, everything is drying up, the Lord will never dry up. Be a friend of this God. Psalm 46 verses 4. Kama umefika sema amina. Psalm 46 from verses 4. Inasema hivi, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most. Verses 5. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early.
My friend, be a friend of God. Tap from this river. There is a river. There is a river. Kuna kito cha utakaso. Na hiki kito, Bwana Yesu asifiwe, kinasaidia mji wa Bwana. We are the city of God. We are the city of God. Jerusalem is the city of God. Church is the Jerusalem. It is the city of God. It is supported by this river. This river supplies to the city. Hiki kito kinalete maji kwa mji wa Bwana, kwa sababu hii kito ndio kinausaidia huo mji. Kwa hivyo wengine wakikaukiwa, uchumi ukiwa effective to other people, hii mji haikauki. Ni wewe na mimi hatutawaikauka. Wapendwa, as much as tunaegemea maombi na tunamwamini Bwana na tumekubali kumtumikia na kuahidi kwa jina la Yesu Kristo, you will never be confronted by a situation that you cannot solve. The Lord is your shepherd. Inasema vizuri, listen to this statement. Inasema there is a river, the streams thereof shall make glad the city of God. All the time there is happiness. Kila saa mji wa Bwana, wewe na mimi tutakuwa na furaha. Pendo, usijali nini unapitia leo. Nimesema we are finishing strong because there is a river that the streams will make the city glad. Ijakuja kukuweka huzuni. Are we together? Alafu inasema hivi, the only place of the tabernacle of the Most High. Alafu inasema verse 5, God is the midst of it. A virgin shall bear a son. Isaiah 7 from verses 9 to 14. A son, his name shall be called Emmanuel. Interpretation, God with us. Mungu pamoja nanyi. That is what we have now. This child which is being born is bringing God in our midst. Yaani Mungu atolewe mbinguni akuje kuishi hapa. Mpendwa, hutaiteseka. And I prophesy to you, hata kama unasikia nini, puuza. Hata kama mwili unauma wapi, puuza. Mpendwa, don't rely on feelings. Rely on faith. It is an evidence of things up before, not seen, but they are there. It is you. Nasema na huo mji Mungu, God is in the midst of it. She shall not be moved. God shall help her. And that right alley, mapema utasaidiwa, mapema. Kabla wengine waleo utakuwa umetolewa. Kabla wengine wapigwe utakuwa umetolewa. Kabla watu wakufe utakuwa umetolewa. Ali, mapema. Sio pigie Bwana Yesu mako. God is helping you. Virali, mapema. Sema kuanzia leo mimi niko hapo. Pigia Bwana Yesu mako. So this river which is coming, we are reading Hebrews 12:22. Waebrania 12 mstari wa 22. Hebrews, New Testament. Hebrews chapter 12 verses 22. This is the city of God. Inasema hivi, but ye have come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, not ushers, angels. Alafu nasema verses 23, to the general assembly and the church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Don't miss this relationship. Don't miss it. Even if you are born again and you are not sure, please be ready to be born again today. We can pray for you. I'm here for that. This is very powerful. You must understand that God has already delegated. Mungu already ameweka kitengo na kuna watu amewaweka mahali, na hapa Mungu ameweka hawa watu, anasema inaitwa heavenly Jerusalem. Can I talk to someone? Where you find the United States of America embassy here in Kenya, it is that place is not Kenya. I'm talking to you. I want to explain to you what is the revelation of the church. Ufunuo wa kanisa ni nini? Mahali unaona American embassy, that place where it is built, it is not in Kenya. Ukifika hapo utakuta kwamba askari wa Kenya ndio kama security, ndio kama group 4 wako nje. Kenya Police Forces wako nje. Ndani ni American Marines. That is not Kenya.
That is America. Inaitwa United States of. Ukiingia ndani wanalindwa na American cops. There is no Kenyan police inside. Why? Although your land, the land belongs to you, but this place is America. So the church, when God is ruling here on earth, when this scripture was written, that you have come unto Mount Zion, umekuja kwa mlima wa Bwana, the church is raised. It is not under, it is raised. So wherever you are, wacha kutembea mabega ikiwa chini. Simamisha mabega. Kanisa iko juu, kanisa iko chini. It will never go down. And that is why I said the anointing of God is never dominated. The anointing of God dominates. Maandiko inasema Genesis chapter 1 verses 26. Inasema, and God has said, let us make man in our own image, in our own likeness. Let them have dominion. Number one, spirit ya Mungu ilipewa kutawala. Na unaniuliza, na kwa nini sisi tunalima? Maandiko inasema hivi katika chapter 2, Genesis chapter 2:17. Inasema, and God created man out of the dust, and he breathed his breath, and he made the man to cater for the farm, garden. Unaona, huyu mtu wa matope ndiye analimanga, yule mtu wa roho anatawala. Hao watu wote wako ndani yako. So wakati unadili na issues, nataka unielezee vizuri, ni nani anadili na issues? Ni yule mtu wa Genesis chapter 1 verses 26 ama huyu wa chapter 2 verses 17? Manake wa chapter 2 verses 17 ndiye mkulima. Wa chapter 1 verses 26 Genesis, dominion. Anatawala vyote na amebarikiwa bila kazi. Amebarikiwa patupu, hajafanyia mtu kazi na ako blessed. Inasema chapter 1 verses 28 of Genesis, he blessed them and they said, increase, multiply and fill the earth. That is inside us. Even without serving God, we must fill. Yeah, Bwana Yesu makofi. And that is what I'm saying. You must understand, when we are talking about Hebrews 12:22, inaongea kuhusu we have come out to Mount Zion. Hapa tumekuja sio kwetu, huu ni mlima wa Bwana. Ndio unaona tukutanangi kwa nyumba yako. We have a separate place where God has dedicated that men and the women should assemble there to worship me. So wherever we enter here, we must understand one thing. This is not Kenya. You don't understand. You see, there are people who say Mombasa is not Kenya. Mombasa is Kenya because you don't have any reason to say that. Here we can say, this is not Kenya. It is the church of the firstborn. And it was Jesus. So he has planted his dominion here, so that he may change men and the women to have another king. In Daniel chapter 6, the Bible says in verse 10, when you read, the king went to where Daniel was put in the den of lions. Do you know what the king told Daniel? Oh, Daniel, man who fears God, not fears the king. Man who fears. Are you still there? And he said this one thing. Oh, blessed be the king, the God I serve. Pigia Bwana Yesu makofi. There is another country. When the kings of this world want to finish you, that king, when he stands, the gods of this world will bow. Pigia Bwana Yesu makofi. Because how comes mtu amewekwa kwa tundu la simba na anatoka akiwa salama, na mfalme anajua hii signature haiwezi kufanya mtu atoke? But one man came out. You are finishing this year strong. Out of COVID-19 plague, the church is a new Jerusalem. Heavenly Jerusalem, where nothing can attack. Nasema, this is heavenly Jerusalem. Inasema, and we are not in the masses of men. We are in the masses of innumerable angels. Malaika wameja hapa, ambao hata you can't count, innumerable. They are ushering us. They are protecting the saint. Innumerable number of angels. I'm talking to you. It shall be well with you. It shall be well with you. You are a righteous man. That's Messiah 3:10. Go and tell the righteous, it shall be well with them, and they shall eat the fruit of their doing. We are doing good to worship God. We must receive something from this. And you need to understand, when you have come unto Jerusalem,
You are just justified, but you are not perfect. It is about just men made perfect. We will tap to this brook because we have come before God. We have agreed to serve the King, and this brook will never dry. Mpendwa, hapa kuna kito, na ndio sababu nakwambia hivi, kwa rafiki ya Mungu, kwa tu rafiki ya Mungu. Mpendwa, kwa rafiki ya Mungu, wachana mambo mengi, wachana kuangalia ukubwa wako, wacha kuangalia unaweza ukafanya nini, wacha kuangalia kwenu kuna nini, wacha kuangalia. Nilikwambia hivi, mtu mwenye ambaye anajua utajiri usiohoza na utajiri ambao huwezi kutingizika, Bwana Yesu asifiwe, ni mtu ambaye ana utajiri wa mbingu. Manake tajiri wa mbinguni ndiye supplier wa the sun, the moon, the rain you see. Those are incorruptible supplies. You can't corrupt the sun. You can't corrupt the moon. You can't corrupt rain. But every other source of supply of this world can be corrupted. Yona wakati coffee deal strike, matajiri ndio walienda wengi. Money was there. Everything was there. It is not about the treatment. It is not about which hospital you can attend. It's about if the Lord will grace you. Amen. Because this attack is not normal. Bwana Yesu asifiwe. And I'm telling you, this attack is not normal. Wewe angalia, Al-Shabaab wamestrike miaka ngapi? So many years. We have been stricken by Al-Shabaab all around. We have never seen the president akitembea na bulletproof jacket hata siku moja. Ako na security ya jeshi inaweza deal na watu. So anatembeanga na ako na watu ambao they are diligent in that way. Hiyo kumsecure, they can secure him. Lakini ilifofika kwa Barago, hakuvaliwa na jeshi. Hukujua mali nakuja. This thing is dangerous, my friend. Ilifofika kwa Barakoa, hakuvaliwa na security, yeye mwenyewe. Na Trump akicheza akaenda kwa rada. This is no joke. We are talking about the most powerful president in the whole world, not in Kenya. Na imagine wewe tu asila huko, hujaienda kwa rada hiyo. God loves you. God loves you. You are nobody. God wants to show that those who can tap from the brook which is divine can be sustained during trouble. You are those people. You need to tap in this brook. Mpendwa, kina hiki cha maji yasiyoisha, kina cha maji, kina hiki ni kina. This place, wapendwa, if only you can know God, it is over. Tap from this brook. When nature fails, this brook cannot fail you. Nature can fail you, but this brook cannot fail you. And that is why I'm praying for you. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia hivi, there are things which when this brook is the one which is supplying, everything must align itself. Mpendwa, penda Mungu tu. Nasema penda Mungu. Angalia mtu mwambie wewe ndanga iwe. Angalia mtu mwambie love God. Mwambie tena love God. There is a brook that never dries. Kuna kina cha utakaso. Mpendwa, Jesus Christ is a supply, is an overflow of everlasting waters. Pigia Bwana Yesu makofi. Nasema pigia Bwana Yesu makofi. John chapter 7 verses 37. We are talking about when nature fails, tap from the divine brook. Kuna kina cha maji akishi. Oh my God. John 7:37. Fungua Yohana 7. John chapter 7 verses 37 to 38. Kama umefika sema amina. Inasema in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Verses 38. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Whatever comes outside you, when you are connected to this brook,
will give life to whatever is dead in your life. Kama ujui uliumbwa na Bwana, and God is the owner of life. So whatever God supplies to men is life. But the enemy, maandiko inasema John 10:10, inasema a thief does not come except to steal, kill and destroy. So we were alive, we were living, we were not stolen. But this Bible says something funny, ya kwamba shetani akatuiba, akatuua na akatuharibu. Lakini Yesu anasema the same John 10:10 part B, but I have come. This is why Christmas is more important than any other holiday. But I have come so that you may have life, and the life in abundance. Pigia Bwana Yesu makofi. It is not about life. Akupi tu uzima, anakupa why tena tele. Meaning when he supplies to you, he supplies to your family, he supplies to your children, he supplies to your people. It is not only you. I like Jesus. Wherever he arrives, he does not feed one man. He feeds a community, he feeds a nation. Maandiko yanasema katika Luke chapter 5 verse 5. Petero anamwambia, we have toiled all night. Tumeshinda hapa usiku kucha, hatukupata kitu. Akasema hivi, launch in the deep. Bwana Yesu asifiwe. Mchana maandiko yanasema walivuta hiyo akapata, haiwezi kukuja hiyo net. Wakaitana. There is no way Jesus will visit you and you will not become a helper of people. Ukiona supply yako iko kwako na watoto wako hapo kwa nyumba, ujue bado wewe ni maskini. I'm talking to you. The moment you feel like you can also supply to someone else, sisemi kukopesha, kusaidia, ndio utajua wewe ni tajiri. Yesu hawezi akakutembelea. Maandiko yanasema walivuta neti, ilikuwa karibu kukatika. Maandiko yanasema wakaitana, vile vyombo zingine wakakuja mbio, kila mtu akaenda na samaki. Inasema katika John chapter 6, inasema wakati aliwaambia wakae chini, kulikuwa na mikate 5, samaki 2, akalisha 6,000 na ikabaki vikapu 12 extra. This is God. He is being born this 25th. You will change your family and your life. Mpendwa, wewe sio gamu, wewe ni maskini. Tiso huyu jamaa anakuanga ngamu, si ngamu, ana kitu. Sasa atapeana bakina. So si kwamba wewe si mzuri, ni umaskini tu. There is a way poverty packages men until they behave as if they are greedy. Ni poverty itomo. Wakati mtu anakula na ashibi, ni umaskini, ni hatari sana. Unakuonyeshanga jioni una kitu, kwa hivyo kula mpaka ya jioni. Ndio unaona, wacha nikwambie the interpretation of this world. Hawa watu unaonanga wamelewa mpaka wanaanguka chini, wote ni maskini. Mlevi mwenye kununua pombe alewangi ni tajiri. Huyu mwingine wa kupapia mpaka zile zimebaki nusu, anamwaga tena kwa kikombe, anakunywa zote, jua ataona pombe tena lini, akitoka nje hawezi. Sasa tajiri akiwa hivi ataendesha gari yake. Tumaskini mtu akwenda Mungu na nduthi, kasimami hata kwa boda anawekelewa. Sasa unashangaa huyu ni starehe ama ni suicide mission. Maskini mbaya sana. Sema I curse poverty. Ya Bwana Yesu umaskini ni ikiingia mahali, hata ukisaidia maskini ana corrupt tu, hiyo umemsaidia. Mpatie vitu na mwacha hapo kwa nyumba. Mwambie kuna maembe hapa, hata nilikuwa nataka kupelekea watoto, mweke kwa mfuko na mwacha hapo, maembe iko. Hata ibe nyingine ongezee. Ni roho. Ni itoshekangi, ni roho. Ni si Bwana akusaidia. May you tap from the brook that never dries. It is called Jesus Christ. Ndio unaona mkiwa naye asubuhi, ufai kujua saa 7 utakula nini. No, you must know about that hour. Amen. Ndio unaona ni roho tu iko na sijui ilitoka wapi. Unapata watu wanakula ni asubuhi, wanakunywa chai na ngwashe, na bado wanauliza lunch tutakula. Umefikaje lunch? Ni roho ya umaskini. Ni mbaya sana. Poverty is hiyo spirit usiwahi kubali kuiona kwa maisha yako. Hata ukakula nini wewe sinaona. Do you know why? Kwa sababu kama huyu mtu anakula na bako ako lunch, which means amestretch hata hii. Asifiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
Ndio nilikwambia hivi, roho ya umaskini na kuangana shida moja. Ukiona chakula unakulanga na macho, si tumbo. Nifanue. Ndio unajazanga na ukikula malizi. Ulikuwa unapakwa na macho. Lakini ukianza kukula unatosheka na unabakisha hapo tu. Ni roho ilikuwa inakuonyesha utatosha, ongeza. Sasa ukuli na tumbo, unakula na macho. Ulipoanza kukula na tumbo lishipo kaiacha hapo. Ilikuwa ni ile macho ilikuwa inataka. Ni roho iko hapa kwa macho. Itoshekangi. May the Lord settle you. Pigia Bwana Yesu makofi. May the Lord settle you until you feel you. Unajua ukikaa na Mungu anakupea kitu kinaitwa divine rest. Divine rest ni kwamba sio kwamba unafaa kupumzika, si kwamba usungukwi, si kwamba mambo ni mazuri, but God is the one who should work on that divine rest. May the Lord supply divine rest in your life and your children. Divine rest. Nasema divine. Pigia Bwana Yesu makofi. Yesu akasema kwa hiyo siku ya mwisho, akalia na sauti kubwa, akasema yeyote ambaye atalishika neno nilalosema na ataelewa na vile nimeandikwa kwa hiyo mistari ya Biblia, huko nimewasomea kwa chuo, mwenye ataelewa na vile na maanisha, kutoka ndani ya huyo mtu kutabubujika maji. Are we together? Itakuwa ni kina from your belly, not from God. Meaning you are powerful. You are very powerful. Ukiona una supply, ukiona unaishiwa, unafika mahali unakuwa dried up, inamaanisha the supply is not from above. Anasema hivi, when you understand this word, nothing will be done to you. Listen to this. In chapter 4 of John, inasema akakutana na mwanamke Msamaria kwa kisima. Huyo mama alikuwa amekuja kufanya nini? Kuchota maji. Alikuwa na mtungi. Let's give an estimate, alikuwa na mtungi ya 20 liters. Amekujia maji. Maandiko yanasema wakakutana, wakaongeleshana. Are we together? One on one. Maandiko yanasema mama akaacha mtungi. Na hatujaiona akichota maji tena. Alimwambia mwenye na peanga hii maji, if you could only know the person, the gift of the person you are speaking with, you can ask him water. Amen. Whoever takes this water will never thirst again. Wapendwa, hii shida tuko nayo. Tumemwacha Mungu na tumeanza kukimbizana na vitu, na tumekuwa sisi wenyewe tumekuwa Mungu. That is why you are too much worried. Too worried about where you are going. Usione kama hiyo ni shida. Wewe una shida. Hiyo wasiwasi uko nayo ni kwa sababu unataka kwa Mungu, na uwezi kwa Mungu. Settle yourself as human. Let God remain God. Because kama amekwambia kutoka point A, atakupea kitu point B. Hapa kwa njoo na kuangana wasiwasi ya kwamba na akikosa kulete, na akikosa. Ndio na saa nyingine unakopa na ikifika mahali ya supply, unapata pesa nyingi mpaka za kulipa zenye umekopa. Alafu unashangaa, kwa nini nilikopa? Ni roho. Mahali anakupeleka huko sure. If only you can believe him, he will make you arrive. Nasema tap from this source. Hiki kina chenye kinatoboa maji ndani yako. Sema amen. Inasema Psalms chapter 1 verses 2 and 3. When you become a person of meditating about God's kingdom, don't meditate about the holiday. Meditate about the kingdom of God. Don't meditate on 25th. Meditate on the kingdom of God. January will respond. I'm talking to you. In the book of Psalm chapter 1 verses 2. Listen to this. But his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. Mtu yoyote amewekwa kwa hiki kina, the brook of life, the defined brook. Hiki kina, huu mto wa Bwana. Mtu yoyote ambaye amepandwa kwa huo mto, maandiko yanasema majani yake hayatawahi kauka, na chochote afanyacho lazima kipanuke, na mwaka ukianza mpaka ukaishe hatawahi pungukiwa. You need to be a friend of God. Mpendwa, wachana hii mambo uko nayo mengi. Unaona vile watu sasa wameshikwa na kitu, huwezi kujua nini imewashika. Wewe toka huko nje ujione vituko. Watu wamebeba maboksi, wengine ni magunia. Hii shida yote ni ya mwezi huu tu. Alafu Januari unakutana nao wamepooza. You see, you need to know,
It is the Lord who enables you to become. If you tap to him, you will never dry. It is not about December. Why? Even in December, you are in the house of God meditating his word day and night. Shall be like a tree. January itapita utajua. Mwezi wa pili utapita utajua. Why? Usiki na miezi na usika yenyewe. Maandiko inasema Matthew 6 verses 34. Inasema don't worry about tomorrow. Tomorrow will worry for itself. And every day has got enough of his iniquities. I want to stand here and tell you, January should worry about you, not you to worry about January. Yani January inatafuta vile ambavyo itakuweka vizuri. Manake you are coming with the power. Sipigie Bwana Yesu. January should mind about. You see, when you are walking on dominion, you don't need to know people. You need people to know you. Sai president huyu akakuja hapa Machakos, hawezi kukujua lakini utamjua. Asema ukweli wa mambo, utamjua. Hata kujua. A king does not introduce himself. People know the king by default. May January know you by default. May February know you by default. When you enter, mwezi unakuserve kama king. Because they know the king. The king does not need to know the months. Bwana Yesu asifiwe. And that is why I'm praying for you. Bwana akusaidie sana. Ujue kukaa na Mungu. Maana ukikaa na Mungu, vitu vyote vinaheshimu Mungu. So when you are walking with God, whatever respects God, respects you. And that is why you need to be a friend of God. Inasema Proverbs 16:7. When the ways of a man pleases God, even his enemies comes in time. So you don't need to have an enmity with the money. You just need God. Money becomes your friend automatically. Sio pigie Bwana Yesu bao. Mpendo tunakimbia huku, tumeishia huku, watu wameshikwa na mambo, wamechoka, we are wearing out. When the king is just watching on us. Mfalme anatuangalia tu. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme anatuangalia, anashangaa. Ni nini hizi ambazo mnaongea? Ni nini hizi mnasema? Can I tell you one thing? In anywhere people are addressing issues in a big meeting, after the president has spoken, nobody else addresses people. Well, it is biblical. Nasema katika Psalm 33:11, my counsel shall stand at the end of the day. Ushauri wangu ndio utamaliza. So ukiona wameongea wote, kila mtu upewa nafasi ongea mapema. Ongea vile unataka kuongea. The moment utasikia tukaribisha rais, number 1 pulpit na change. It is not the pulpit. It introduces power. Sio sasa ukimwona amesimama hapo, sio Uhuru Muigai, ni the president of the Republic of Kenya. Awe katoto. Ukiona hiyo pulpit imesimama hapo, mnyamuelewi na hii maneno. Bwana Yesu asifiwe. And that is why I'm telling you, sometimes you need to have a good head. Good head. Ndio nanga kuna watu tu wengine wanakuanga na kaufunuo tu. Mtu anajijua, anajichunguza, anajifanya search. Unamwambia hivi, shika microphone utuambie kitu. Anasema, wacheni niongelele hapa chini. Unanisikia? Sababu behind this. Unaona hapa? Hii unajua vile inatangwa? Tangwa pulpit. Iandike no space. Inatangwa pull, put in the pit. Unaona hapa? Hapa pacheze yangu. Wengi wameishia hapa. Unaona watu wamebaki empty. Ni kuongea wanaongeanga tu. Walichukuliwa kitambo wakaweka kwa shimo. Inaitangwa pull pit. Ina pull ikaweka kwa pit. I'm just trying to explain you. Don't fear it. You are under my power. If I give you to undress, you are under my power, not you. It's me who have told you to undress. So whatever cannot fight me, cannot fight you. So you must understand, the king, when God says, every other thing respond. And that is why I'm saying, when you have this, ukiwa na hiki kina cha maji ya uzima wa milele, hata kuwe kumekauka, hata mwezi uwe namna gani, you still become a supplier. His meditation is in the word of God, day and the night. He shall be like a tree planted alongside rivers of many waters. When this one is supplying, this one supplies. That is why we are addressed as the city, not a town. The difference between a city and a town, number 1, you know that you are entering the city because of traffic jam.
Siku utaona maisha yako yameanza kuwa na msongamano, mpaka unaanza kudaiwa mpaka na watoto. Ushaona mpaka mtoto wako anakudai. Anakwambia ile 10 yangu ya jana mjanirudishia mkiwa na mama. Yaani mnadaiwa na mtoto wenu. Unajua mnaingia city njamu. Sinipate mtu mmoja leo na vile anasema ile siku ndo na mambo yamesindikana mpaka deni zingine sifai kukusumbua sina kusumbua, mpaka watu wengine wanataka kukuaibisha na tu vitu walikwambia uwape, mpaka unapata everything is not working. Ni jam, traffic jam. You are entering the city. Siku utamaliza hapo unaingia kwa abundance. Pigia Bwana Yesu. So don't mind about what is happening in your life. I have come to give a revelation on one person, a prophetic word. What you are passing through now is that not you are going to be finished. It is that you are entering a city. Mahali utaingia hakuna siku nyingine utakopa. You are entering the city. You know that kwamba hiyo town iko hapo mbele, si town ya mchezo. Ukianza kuona msongamano wa magari ndio unajuanga I'm entering a big city. So hiyo msongamano ya madeni, msongamano ya magonjwa, msongamano ya kuchukiwa, unajua unaingia city. Sio pigie Bwana Yesu. Now I'm talking to someone that you need to have a revelation that everything has to have a beginning, but the end is greater than the beginning. So chochote unaona kinakusumbua sahi ni kwa sababu breakthrough yenye utapata 2021 itakushangaza wewe. Hata kabla ishangaza watu itakushangaza wewe. My friend, God is not a man. So you need to know the place you are standing on is not defined by you. It's defined by God. When he says stand there, just stand there. Naongea na wewe. Kuna kito kinaotoa maji ya uzima. When nature fails, there is a brook that never dries. Don't depend on men. Don't depend on people. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia hivi, wafalme ni wawili. Kuna wa mbinguni na wa duniani. Huyu wa mbinguni mweke kwa moyo wako more than huyu wa duniani. Huyu wa duniani anaweza kukula ongo. I'm talking to you. Huyu wa duniani anaweza setiwa. Nebukadnezar alisetiwa tu na wanaume. Na ikabidi Shadraka, Meshach na Abednego waingie kwa moto. It is not that hawapendi, lakini hawakujua kuna setting inaendelea. But the God of heaven was in the fire, waiting for them. God will always protect you. When everything naturally fails, God will never fail. Pigia Bwana Yesu makofi. Nasema pigia Bwana Yesu makofi. Nasema ongezea hiyo makofi. Proverbs 18 verses 4. Proverbs 18 verses 4. I'm talking about when nature fails, tough from the defined brook. Bado kwa rafiki ya Mungu. Hao watu wote unaona wanakuambia wanakujua, sijui walikuona, sijui nini, ni watu tu. But there is God in heaven. He does not say how he knows you and imagine he is your creator. He has never. Proverbs Mithali 18. Kama umefika sema amina. Proverbs 18 verses 4. Inasema hivi, the words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook. The words of a man. So when you get the right words, the words which are anointed, unanena maneno ya Mungu, ni kujichimbia mito, ni visima vya maji unatengeneza. There is wisdom that supplies water. Hausemi nitakufa, unasema nitaishi. Hausemi nimegonjeka, unasema siwezi gonjeka, na wewe ni mgonjwa. Why? Your words are supplying water to what you lack. So ukiwa na shida usiongee, because your word supplies that water. So kama una njaa, ukisema una njaa, yale maji yatakuwa supplied ni ya kuongezea njaa, kufanya njaa imesa sawa. Ukiwa na njaa na useme mimi sina njaa, supply ya chakula ndiye inawekwa. Ndio maandiko yanasema hivi katika Isaiah 33 verses 24. Inasema na hao wanaoishi huko wasiyesema ni wagonjwa, manake dhambi zao zimesamewa. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. What you say empowers what you want to see. So ukisema kuna shida, umeempower shida. Itanyunyisiwa maji, itakuwa mti mkubwa. Ukisema siwezi nikawa na shida, unamwagia maji prosperity. Maneno ya mtu ni kama maji ya mto. Wewe wakati unaongea, ni nini unanyunyizia maji? Hicho umekisema kinapatanga maji kwa vile ukikisema tu kinamwagiwa maji. Ukisema siwezi gonjeka, health inamwagiwa maji, ina sprout.
afya ina take over. Ukisema mimi si maskini, utajiri unamwagiwa maji, una grow haraka. Lakini ukianza kusema siku hizi kuna shida, shida inamwagiwa maji na kwa kubwa. Mind what you say. You need to be a giver of living water. Unanena vitu vilivyokuwa vimekufa vinakuwa na uhai. Ndio unaona Yesu anasema I am the light, I am the truth, and I am the way, and I am life. Sawa? Anapokuja kwa kaburi la Lazaro, maandiko yanasema katika John 11, nasema anamuita tu Lazarus come forth. Hakusema Lazarus wewe umekufa tu, ni kama utakuwa tu hapo kwa umekufa, atakufa fofofo. Lazima uelewe which brook are you tapping from? The brook of the living water, the brook that never dries. Hata mambo yakiwa mabaya. Nilikuuliza swali moja rahisi sana. Katika Ezekiel 37, maandiko yanasema na mkono wa Bwana ukaja juu yangu, na roho wa Bwana akanibeba akanipeleka kwenye bonde lenye mifupa, na yeye mwenyewe kwa kuangalia na macho anasema ilikuwa mikavu kweli. Usicheze. Hiyo ni ile ngeli mlisoma Kiswahili. Ya kweli kweli ni ngeli inaongezeanga uzito. Kumaanisha si chesi, mifupa ilikuwa mikavu. Kumaanisha aligonga hivi. Akasema hii ilikuwa nini? And I'm asking you one question. The moment the Lord is telling him prophesy, nothing came from heaven. Maandiko yanasema hapo tu mfupa kwa mfupa sikarudia. Kumaanisha the system to restore the dry bones was within the bones. It lacked the word. Unaona vile wanasumbuka na pesa saa hii haziko mbinguni. By the way, there is a day I prayed and the Lord told me something funny. Akaniambia mwanangu, wale matajiri wote wanakufanga duniani, mbingu haijaipokea hata shilingi. Mimi hizo pesa ziko tu hapo. Naongea na wewe. Mali yote matajiri wote walikuwa na dhahabu na fedha walikufa. Bwana aliniambia hajaipokea dhahabu hata moja mbinguni. Mimi zote ziko wapi? So stop crying and find the system to restore. Kuna system ukiongea, maandiko yanasema and I prophesied and the wind came from north, east, south, west. Wind came. Ikakuja yenyewe tu upepo. Na hiyo upepo ilikuanga tu hapa na iko inakuja. Mifupa ilirudiana na ilikuanga hapa na iko inarudiana. Wacha kuangalia shida, ongelesha shida. Mafarisayo waliongea kuhusu daimoni. Yesu aliongelesha daimoni. Wacha kuongea kuhusu maskini, ongelesha. I'm saying stop speaking about property. Speak to the property. Stop talking about lack. Speak to the lack. Mafarisayo wanaongea kuhusu daimoni. Yesu anaongelesha daimoni. Difference between Jesus and the Pharisees. The difference between you and other people. People will be talking about their situations. You will be speaking to your situation. Piga Bwana Yesu makofi. You must know whoever shall say. Inasema Mark 11:23. Can you open your Bible? It is not when God is saying, you are that person. Ni wewe. End of practice. Ukitoka hapa end of practice kwa nyumba yako. Amen. Kusanya vyombo vitupu na umimine. Usikii vile nakwambia? Na ndio nilikwambia ufunge mlango, usikutwe na mtu. It is the spiritual. Nafunga milango ya kiroho. Maana yake katikati yako huko kwa kichwa kuna vitu zinakwambia hii ni upusi, hii ni ujinga, huko tumafuta tutajazaje hii. No, close that door in your mind. Close it. Inasema nini 11:23 Mark 11:23. For surely I say unto you, fika hapo, whoever says to this mountain. Umesikia akisema when God says to this mountain, my friend, you are gods. Piga Bwana Yesu mako. You are God. You yourself, you are a God. He created you. He gave you the power. Whoever will say, God will never say. That trouble is there still in your life because you are not saying. Mpendwa, don't comply. Speak a word of positivity. Kila kitu, hata kama sina, sema pesa ndio siwezi kosa. Nikiwa kwa dunia, pesa siwezi kosa. You see, when you start speaking like that, there is another system that collects together to bring to him who speaks. Whoever will say to this mountain, you will say to your mountain. Do you know why Jesus is using mountain? Because, my friend, mountains are not easy to move. Angesema muti, tungejua tutangoa. Amesema mulima. Kumaanisha tu shida twingine chini ya mulima ni useless.
kama mlima una move, COVID ita move. Kama mlima una move, nasema account yako itapatikana na pesa. Kama mlima, do you know a mountain? It is an history of time. I've heard the scientists say something very funny, that Everest has grown with it 60 centimeters. I don't know how they measured. The first time I've heard about a mountain growing. Walisema juzi, it is in the history, kwamba Mount Everest has grown with 86 centimeters. Sijui walipima aje. Imeshangaza dunia. Mulima umegrow. And I can believe, because God is saying, beyond, I'm doing a new thing. So don't remain in the tradition. God can change anything anytime we want. He is God. So if he is talking about a mountain moving, it means everything will move. Mpendwa, hakuna kitu hakiwezi kumove. Not by a bulldozer, by the bulldozer of words. Speaking. Just ngoka pandwa baharini. Na amin, and you believe what you have said. Not God will make you believe. You yourself. Unajua ni kwa nini vitu asimove? Ni kwa sababu number one, wewe na hizo vitu mkiongeleshana hauna confidence. Chenye unaongelesha kikikuheshimu kitaenda, na akitakuheshimu wewe kinaheshimu madhabahu yako. Everything respects the outer you bow. It is not you. So wherever you speak, things look at you and look the outer. They don't see you. Wakati nasema siwezi kufa kwa ajali ya barabarani, they look at you and look at your outer, and then they say you are cheating. You'll die. That is why unaonanga watu walisema na wanakufa. Do you know why? When your outer is not powerful, your words are not powerful. And that is why I'm saying, tap from the brook that is defined. Toa maji kwa kina cha uzima wa milele. Ukinywa, hiyo maji itatoa ndani yako vitu vyenye uzima wa milele. It is not about you. It is about your outer. Mpendwa, waganga wa kuogopi juu unawaka moto. Wanaogopa madhabahu. The moment they look at you, they want to see you outer. Wakiona madhabahu yako wanakusalute na wanaenda. That is why God is asking Satan in Job 1:6, mkutano ukaitwa mbinguni wa wana wa Mungu na shetani alikuwa. Maandiko yanasema hivi katika chapter 1 verse 6, inasema na Mungu akamuuliza shetani, umetoka wapi? Akamwambia nimetoka up and down. Bwana Yesu asifiwe. Alisema nimetoka up and down to, hiyo ni msalaba. Have you ever known that? Up and down, to and fro. That is why Jesus alifunga hizo milango zote. Amen. Shetani utembea. Alisema I've come from up and down, to and fro. Niki tembea duniani. So Yesu anapokufa msalaba unawekwa plus. So akienda juu anakuta kichwa cha Yesu. Akiteremka anakuta miguu. Akienda hivi anakuta left hand, akienda hivi anakuta right hand. He cannot strike you. You are safe. So alisema nimetoka up and down, to and fro in the whole world. Alafu Mungu anamuuliza, umeona mtumishi wangu Ayubu? Do you know why? Because Job was not a joke. When devil looked at Job, he saw a hedge. Aliona ukuta umejengwa na Mungu. Akasema hivi, nimemwona na hata wamemjengea ukuta. Alitembea huko. They will respect you according to the outer you worship. Mpendwa, stop being an empty mouth. Unaona hiyo maneno unaongeanga hiyo sababu unasikianga watu wakiongea kuna Mungu, hata ng'ombe sinajua. Maandiko yanasema katika kitabu cha James chapter 2, inasema hata daimoni sinajua kuna Mungu mpaka wao zinatetemeka. Wacha wewe unajua na hata tetemeki. So kusema kuna Mungu yuko, everybody knows that. But which God do you serve? Wewe na yeye relationship yanatafutwa. Be a friend of God at the end of the year. You are crossing with the power. You are crossing strong. And the next year shall usher you in. Pigia Bwana Yesu makofi. So you must understand, when the Bible is talking about the words of your mouth, it means you must get power from what is inside you. So if the Lord has put mwana mugongo, utafika kwa nyumba ukitaka kuinama carefully, uende chini mpaka wewe mwenyewe ujiangalie. Why? The words which are spoken in the house of God are healing some part of your life, even without your request. I'm talking to you. Connect it to God. Be in the assembly. Make sure you are part and a parcel of what is happening in the house of God. When John is saying this, Jesus was speaking through this letter of John, and he was saying, the words I speak to you are life.
John 6:63, maneno ni waneneayo yako na uhai. Ukikaa hapa hivi, ndio nilikwambia hivi, huwezi kuwa mshirika wa nyumba hii na ukonde na uparale. Never. We don't threaten you here. Amen. We build you. Amen. We build you. Maandiko yanasema Joel 3:10 inasema beat up your plowshares and make sure that the weak shall say I am strong. So you come here to give you strength. Amen. We strengthen you. Ndio all of a sudden watu sasa wanakukopa 20,000, 100,000 mpaka wanashangaa. Ni vile na meta. The word of God gives health to the outer person. Pigia Bwana Yesu makofi. So ukiona mtu anakukopa pesa, usiassume. Ujue ni kile ameona green. Green. Are we together? So when they are borrowing money from you, don't think that you don't have money. No, you have a word that can create money in their life. So you need to tell them one thing. Now I don't have, but I prophesy within a very short time utakuwa na pesa wewe. You are a prophet. Pia Bwana Yesu, wacha kushindia. Sasa mimi natoa pesa wapi? Hata usinione nimebana namna hii, nina shida nyingi sana. You are a demon. Wewe hujui kwenu ni wapi? People may borrow you according to the wealth of your father, because they know you are a child of a rich man. They comes to you because they know even if you don't have, you say like Paul in Philippians 4:19, my Father, my God shall supply all your needs. My God will supply. So these people were waiting for Paul to supply to them. He said, I don't have, but I have a father. I'm a child of a rich man. Sipige Bwana Yesu. Mpendwa, mnaona vile watoto wa tajiri wanaringa. Watoto wa matajiri vile wanaringa na wana kitu, but wanajua baba yao. But that is our Father in heaven. Our Father. Jesus said in Matthew 6:9, mnapoomba mseme namna, our Father what? Hallowed be thy kingdom. We don't go there. He comes. Na nikakwambia hivi, tofauti ya yeye kukuja na wewe kwenda, shida yako ni wewe unatakanga tu kwenda kila saa tu. Afadhali ningekuwa nimekufa. Unafikirianga death is not a solution? Ombanga Mungu aje. Nikakwambia hivi, wewe kwenda kwa Mungu huwezi pata kitu. Nikakwambia hivi, tukisema tuende kwa governor ama tuende kwa president, unaweza tumia any mean of transport. Hata unaweza enda na boda. Unaweza enda na boda mpaka hapa tu kwa governor kwa ofisi. Unaweza enda tu na mtu wa moto akamwaga hapo chini na ukaingia na suti zako na watu wakadhani wamekuja tu na gari. So to go, you can go anyway and it will never change your life. Hata ukiingia mkimaliza, anaweza akakupatia hata 100,000, 50,000, 100 ama 1 million, lakini sitaisha tu. Lakini siku atasema Rais Uhuru anakuja kwako, kutakuwa na timu itakuja 2 weeks before. Timu hiyo ni ya kuweka maji, stima, barabara, lami. Hizo zitabaki na wewe. Sio sema aje. Sema aje. Sio pigewa. Anasema Yesu anafundisha a very simple prayer. Thy kingdom, not us going there. You don't know when the kingdom comes. Mpendwa president akasema anakuja kwa nyumba yako. Hiyo effect itakuwa felt by your next generation. Hata wale watasema hapa kulikuja mtu wangu. You don't understand? The impact peke yake, impact ya yeye kuja. Barabara zimekatwa, zimewekwa lami all of a sudden, nyumba yako imewekwa stima. Kenya Power ulisangu date. Ile unaona ukienda kwa apply wanakuambia ati kuna form unajaza. My friend president alikuja, hakuna form. Wanaweza weka usiku na weka usiku. So pigia Bwana Yesu. I'm saying Jesus is being born. Pigia Bwana Yesu shangwe na vigelegele. Everything that was not working will start working now before 25th. You don't understand who is coming. He's a king. He's a king. Ndiye anatembelea nyumba yako. Anasaliwa kwa nyumba yako. So kuna contingent itatumwa 2 weeks prior. Kuanzia leo kuna contingent inakuja kwako kupamba nyumba, kupamba afya yako, kupamba account ya so pigia Bwana Yesu. I am saying we are tapping from a source that never fails. That source is no joke. Ndio nilikwambia achana kwenda kwa Mungu, acha akuje. Yesu hakukufundisha uende, alikufundisha akuje. Thy kingdom come. Mpendwa, ile siku utasikia ufalme unakuja kwako. Mpendwa, hata waende miaka kadhaa itakuwa ikijulikana kuna mtu alikuja hii boma. Mpendwa, don't joke with God. Welcome him in your life.
you will change everything. Atakufanya another wiring ambayo hujai kuwa wired na mtu. Hii masomo uko nayo ni nzuri, everything you have is good, but nimekwambia hizi vitu vyote vinalaka one thing, life. It belongs to God only. Are we together? Hata wale wapale wakakuweka oxygen, wale 4-5, itafika mahali watumane watu wa kwenu waku disconnect, sababu wanaona inatumika bure tu na bill inaenda juu. Lakini hiyo oxygen tangu usaliwe haijai kuwa disconnected, na hata hakuna mtu mind about it. Anaitangwa God the Father, ana supply for free. He can do it in your life. Na nilikwambia hivi, hawezi akakulinda kutoka December alafu aje kukuua, akulinde kutoka January aje kukuua December. Wewe si mbosi ya sikoko. Simama na miguu yako. Don't understand this kind of God protecting you all these years. Oh my God. Nasema kuanzia leo kuna mtu anapata mwelekeo. You are tapping from this. Damu ya Yesu. You are tapping from this. Nataka tunapoenda kuomba tu. We are finishing this service. I'm coming for the main service. Very powerful. I want to encourage you that we are finishing strong. And we need this God. We need this God. Tunahitaji huyu Mungu kabisa. Hata umwambie, nimekwambia hivi, allow your children to have the excitement of the holiday. But you as a parent don't have excitement. Have an excitement of seeking for the kingdom. Kuwa na wakati wa fasting. Hii wakati wa sikukuu. Tafuta siku zako za kufast. Kutengeneza relationship na your maker. Mpendwa, when you are close to God, everything is close to you. He is a mighty God, almighty. I now want you to connect to this brook that never fails. Inua mikono yako juu na ufunge macho yako. Nataka umwambie Bwana hivi, nataka niunganike na hiki kina cha maji.